Umebaini kuwa asilimia ya 78.6 wanawake walioolewa inaavya mimba, huku asilimia ya wanawake 700,000 wakisemekana kuavya mimba mwaka 2023. Maeneo ya Kati, Nairobi, Nyanza na Magharibi yanaongoza kwa visa hivi. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno ana uketo wa taarifa hii. Kati ya mwezi wa Aprili mwaka 2023 mpaka Mei mwaka 2024, Wizara ya Afya, Kituo cha Utafiti wa Idadi ya Watu na Afya barani Afrika pamoja na taasisi ya Gatmaka walifanya utafiti kuhusu visa vya uavyaji mimba nchini na matokeo ni ya kushangaza. Kulingana na utafiti huo, asilimia 78.6 ya wanawake waliopatikana kuavya mimba ni walioolewa au wanaoishi na wachumba wao, asilimia 90.6 wakiwa wa dini ya Kikristo, huku asilimia 41.8 wakiwa wanawake walio kati ya umri wa miaka 25 na 34. Cha kushangaza zaidi ni kuwa wanawake 792,694 humu nchini walipatikana kuwa wameavya mimba katika mwaka 2023. Kwa sasa, kiwango cha uavyaji mimba nchini ni 57.3 kwa kila wanawake 1,000 walio kati ya umri wa miaka 15 mpaka 49. Huku maeneo ya Kati, Nairobi, Nyanza na Magharibi yakiongoza kwa idadi ya wanaoavya mimba. Asilimia 65.6 ya waliopatikana kuavya mimba walikuwa wamejifungua hapo awali, huku asilimia 29.1 wakisemekana kuwa walijifungua takriban mara 4. Asilimia 1.4 walilalamika kuwa hawakuridhishwa na matokeo ya uzazi, huku asilimia 16.4 ya wanawake hao wakisema walipata matatizo ya kutishia maisha. Kati ya mwaka 2015 na 2019 kulikuwa na visa milioni 121 vya mimba zisizotarajiwa kila mwaka ulimwenguni. Asilimia 61 wanawake wakisemekana kuavya mimba na wanawake milioni 2 wakiavya mimba kwa njia isiyo salama. Asilimia 97 ya visa vya uavyaji mimba kwa njia isiyo salama ilinakiliwa katika mataifa ambayo hayajastawi. Elizabeth Atieno, TV 47.